Juni 2, Jumatatu, mwaka wa 2025 asili. Wanafunzi ambao waliacha nyuma urithi wa milele, Warumi 16:27. Kwa Mungu pekee mwenye hekima na uwe utukufu milele kwa njia ya Yesu Kristo. Amen. Mungu amekuita kuwa mlinzi anayefanya uinjilisti wa ulimwengu. Wewe ni mlinzi aliyebaki, mlinzi msafiri na mlinzi mshindi. Mbinu zako ni pamoja na siri ya baptism na safari, pamoja na miongozo ya kubadilisha zama. Unapofurahia hili, misingi yako itaponya na kusababisha mabadiliko katika chapa zako, mizizi na asili. Siri hii lazima ije juu yako mwenyewe, kanisa lako na kazi yako. Mara tu siri hii inapokita mizizi, utaishia kutengeneza kazi bora ya milele. Kilicho muhimu kwa sasa ni kwamba utaishia kufuata mtiririko wa utimilifu wa neno. Baraka hii lazima iwe asili yako. Unapofuata milango ya mashahidi, asili yako itabadilika. Kisha utaacha urithi wa milele. Kwa hiyo ni lazima ukitishe mzizi siri hii ndani ya watu wenye karama miongoni mwa makabila mengi na makabila 5,000 na kuwarudisha katika mataifa yao, kwa sababu wao ndio watakaoshiriki Injili na mataifa yao. Moja. Zama ya wikendi ya siku 3. Mhusika mkuu. Wewe remnant, lazima uwe mhusika mkuu wa zama ya wikendi ya siku 3. Siku ya Ijumaa lazima ufanye uponyaji kwa nguvu kamili. Ni kwa sababu watu wote wameanguka katika magonjwa. Siku za Jumamosi lazima ufanye harakati za kilele inayozingatia remnant. Siku ya Jumapili, siku ya Bwana, lazima uendeshe mtiririko wa neno, maombi na uinjilisti. 2. Kilele wa kiroho lazima kabisa uwasaidie remnant wengine kuinuka kama vilele wa kiroho. Ili kufanya hivyo, lazima kwanza utafute vipaji vyako. Mara tu unapogundua vipaji vyako, utaalamu na utandawazi utatoka kwa hili. Uumbaji upya kuanzia hatua hii kwenda mbele, utakuwa umejiandaa na pekee. Upekee, uumbaji upya, mfumo na pamoja na Emmanuel. Umoja mfumo hatimaye unasababisha kuinuka kwa harakati ya tafakari takatifu ambayo inaokoa ulimwengu. 3. Urithi wa milele. Miongozo. Lazima uache nyuma urithi wa milele. Mlima Kalvari, uliosuluhisha kabisa mambo yako ya kale, ya sasa na yajayo. Mlima wa Mizeituni, uliokupa misheni yako ya milele. Chumba cha juu cha Marko, ambacho kilirejesha kila kitu. Antiokia, ambayo ilibadilisha zama. Uongozi wa Roho Mtakatifu, hatua ya kugeuka, na miongozo ya Roma, yote yamejumuishwa katika urithi wako. Lazima ugundue majibu 3. Pamoja na majibu yote, lazima uwe mtu ambaye anaingia kwenye matatizo, shida, migogoro na mizozo. Ombi la agano. Mungu Baba, ninakupa heshima na utukufu wote. Niangaze nuru katika ulimwengu huu wa giza. Niwafikishie Injili wale wanaokufa na kuporomoka, wasioweza kusikia neno. Nisaidie kuwasilisha Injili hii yenye nguvu kwa wale ambao hawawezi kujizuia na wameanguka katika majanga makubwa. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen.